Sijafurahi. Unajua mimi of course umenizoea always nakuwa na tabasamu. Unajua tabasamu langu ndio linavutia wachumba, kwa hiyo tabasamu lako ndio linavutia wachumba. Kwa hiyo always mimi huwa napenda kuweka smile katika sura. Kwa sababu nikikasirika nikiwa nimekasirika na tabasamu, nikiwa na furaha pia na tabasamu, kwa sababu nafuata maneno ya marehemu Charles Hilary. Ukikasirika huwa unafanya moyo pia unasinyaa, kwa sababu hata ukikasirika tumehuzunika, hakuna ambacho kitabadilika. Of course ndio imetokea, sio matokeo ambayo maybe Azam FC walikuwa wanayatarajia, na Wazanzibari of course umeona jinsi Wazanzibari walivyojitokeza kwa wingi sana. Watu hawakutarajia, lakini Wazanzibari wanaonyesha mapenzi na surprise kwa Azam kwa kuonesha kwa namna gani wanaweza kuwa support, na wamekuja. Na nataka niwaambie jambo moja, wasichoke. Azam walichokifanya leo na hata mashabiki, haya ndio matokeo ya mpira. Kwenye mpira wa miguu hauwezi ukatarajia kupata furaha always, no. Kama unataka hivyo, maybe utengeneze mchezo wako alafu ucheze kwako, hapo utapata matokeo kila siku. Lakini madamu unacheza uwanjani, matokeo yote ambayo yapo kwenye mpira, sare, kufungwa au kushinda, utayapata katika kiwanja. Labda Azam wamekosea wapi? Mimi binafsi sitaki ni tupe lawama sehemu moja kwa moja imekosewa. Na chodiriki kusema Azam amekosa bahati. Na kwenye mpira, je, ni hakikisha kwamba bahati na kwa upande wako. Yaani unaweza ukawa una timu bora, una kila kitu kizuri. Azam ana staff nzuri, benchi la ufundi, kocha mwenye viwango vikubwa, amechukua ubingwa wa kombe hili akiwa na AS Vita tayari. Baadhi ya wachezaji ambao wana experience kubwa wapo, na mchanganyiko wale damchanga, lakini bahati mimi ndo nadiria kusema haikuwa upande wao katika mchezo wa leo. Ukisema hivyo unamaanisha kwamba wamefanya kila kitu ambacho sahihi, wanachotakiwa kukifanya kwa nyakati sahihi, lakini bahati haikuwa upande wako. Na kwenye mpira bahati isipokuwa upande wako, itakuwa kwa mwenzio, utafanya mistake na mistake utaadhibiwa. Wakati unakuja katika hii game, kichwani mwako ulichukulia kwamba matokeo yanaweza kawaje, kwa sababu kila mmoja alikuwa na mtazamo wake? Sare. Nilitegemea matokeo yanaweza kuwa sare au Azam atashinda. Kiufupi nisiwe mnafiki, nilipotoka nyumbani nilikuwa na expectation kwamba game inaweza kumaliza sare. Nilipofika uwanjani baada ya kuona Azam anavyocheza, approach nzuri ambayo mwalimu alianza nayo kipindi cha kwanza, nikadiri kusema kwa Azam anaweza kuchukua alama 3 katika mchezo. Walitengeneza nafasi katika kipindi cha kwanza, hasa katika dakika 20 za kwanza, walidominate mpira, lakini kama nilivyotanguliza mwanzo, bahati sasa haikuwa upande wao. Na baada ya kumaliza kipindi cha kwanza, nikarudi katika msimamo wangu wa awali. Hii mechi Azam anaweza kaenda sare au inaweza katokea mistake moja ikamgharimu. Azam FC anapoteza mchezo wa pili sasa katika michuano hii ya kombe la shirikisho Afrika, na ikiwa ndio mara yake ya kwanza kufika katika hatua ya makundi. Unaionaje? So ishara nzuri, unajua kupoteza michezo miwili mfululizo, kwa sababu na mbaya zaidi amepoteza mchezo mmoja alipoteza nyumbani. Hakuna kitu kibaya kwenye mashindano haya ya CAF kama kupoteza alama nyumbani, yani jambo baya sana. Lakini vile vile kwenye hesabu za mpira na hesabu za CAF zilivyo, yani hesabu ya mashindano haya, Azam ana wakati mgumu. Lakini kwenye tukimtegemea sasa Mwenyezi Mungu, ana nafasi, kwa sababu ana mechi na Nairobi, si ndio? Ile mechi Nairobi United, atacheza mechi nyumbani, atacheza mechi ugenini. Akifanikiwa kuvuna hizi alama 6 zote, ana mechi zidi ya SMNM ambao watakuja hapa Zanzibar. Na nafikiri katika michezo hiyo akichanga rada zake vizuri, anaweza kusanya alama 9 ambazo zitaweza kumsaidia kuvuka katika kwenda hatua ya mtoano. Licha kwamba Azam FC amepoteza akiwa yuko nyumbani, mchezaji gani wa Azam FC unasema kwamba huyu kaubonda, mimi simdai? Sopo alikuwa na performance kubwa sana leo, akisaidiwa na Faisal Salum. Lakini Sopo katika matukio mingi muhimu ulikuwa unamuona Sopo anahusika, anakuja na drop chini, ana receive mpira na anagawa upendo kwa wenzake juu. Amefanya vitu vingi sana vya msingi, na kiufupi maelekezo yote ambayo alipewa na mwalimu aliyatimiza. Mimi ni mpenzi mkubwa sana wa Faisal Salum, lakini leo Sopo alikuwa na wonderful performance kwa dakika zote 90.
za mchezo kuanzia kipindi cha kwanza hadi kipindi cha pili. Msemaji wa KVZ, unaangalia timu ambazo zinatuwakilisha Tanzania. Bila shaka na wewe kuna hisia inakujia, unasema siku moja na mimi na KVZ yetu tufike hapo. Of course sio siku moja, mwakani. Mwakani sisi ndio tutakuja kushiriki mashindano haya. Na kikubwa ambacho nataka niwaambie wapenzi wa soka, sisi kwa KVZ kwa hapa Zanzibar ndio itakuwa timu ya kwanza kwenda group stage kwa kizazi hichi hapa cha 2000. So maybe tunapiga hesabu za Malindi, lakini Malindi ilikuwa 1900, watu hata hawajazaliwa, wengine hawakumbuki. Sisi hapa tutakwenda kucheza group stage ya mashindano haya ya CAF kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa nini unasema hivyo? Kwa sababu tunajifunza kutokana na wenzetu wanapokosea. Tumeona kila msimu unavyozidi kwenda tunazidi kulearn vitu vipya. Na tunaamini kila tunavyozidi kujifunza, msimu huu ndio msimu wetu wa kuwa mabingwa. Tukishachukua ubingwa tutawaonesha watu jinsi gani tutakuwa na uwekezaji mkubwa katika timu yetu, hakikisha kwamba tukishiriki mashindano haya tutahamisha ile tafsiri ya kuwa washiriki na kuja kuwa washindani katika visiwa vya Zanzibar. Kila la kheri na asante. Asante sana.